Haleluya. Basi tufungue kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Haleluya. Somo linaitwa tambua nguvu za Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tambua nguvu za Mungu ndani yako. Haleluya. Amen. Kwa Mkristo au kwa mtu ili atambue kwamba Bwana yuko ndani yake, ni lazima pia Bwana adhihirishe nguvu zake ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani ni kusema kwamba hakuna wokovu kwa mtu bila nguvu za Mungu ndani yake. Haleluya. Hakuna kwa mtu kuwa mtakatifu pasipo nguvu za Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ililazimu mitume wasubiri kwanza wapokee nguvu za Mungu ndani yao ili wakatende kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hili sio kwa mitume peke yake, bali hata kwa waumini wa kawaida. Naposema kawaida, nazungumza kwenye habari ya utendakazi. Hata kwa wale ambao sio watendakazi, ni lazima awe na nguvu ya Mungu ndani yake, ndio ataweza kutembea katika maisha ya utakatifu. Kwa hiyo kama wewe hauna nguvu za Mungu ndani yako, maana yake bado na safari ya kutafuta nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Na ninapozungumza habari ya nguvu za Mungu, sizungumzi tu ule uwezo sizungumzi tu kwamba yale matokeo ya kufanya labda tu miujiza peke yake. Tunapozungumza nguvu za Mungu, tunazungumza habari za Roho wa Mungu kujenga makao ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama mtu bado hajapokea Roho Mtakatifu, ni ishara ya kwamba huyo mtu hana nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Inakulazimu upokee Roho Mtakatifu ndio utapokea nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini unaweza ukasema kwamba mbona mitume waliagizwa na Bwana Yesu Kristo wa Nazareti kwenda awatangulie kwa kila mtu kwenda kuhubiri Injili, na walikuwa bado hawajapokea Roho Mtakatifu? Inawezekana Bwana anaweza akawa juu ya mtu akamjaza nguvu, lakini haimaanishi kama yuko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana kuna nyakati ambazo Bwana Yesu Kristo wa Nazareti alipokuwa anakaa na wanafunzi wake, anauliza labda swali fulani, lakini Bwana anamwambia kwamba damu na nyama hazikufunulia. Maana kuna wakati fulani ambapo neema ya Mungu inakuwa tu kwa mtu, lakini haimaanishi kwamba Mungu amejenga makao ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tunatambuaje sasa kwa mtu kama ana nguvu za Mungu ndani yake? Haleluya. Tutatambua kwa maisha yake anayoyaishi, kwa sababu mtu hataweza kuishi maisha matakatifu pasipo Mungu kuhusika, pasipo nguvu ya Mungu kuhusika. Mtu hawezi kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima tutambue nguvu za Mungu ndani yetu. Hata kwa Mkristo ni lazima uwe na nguvu za Mungu ndani yako. Ni muhimu sana na utambue kwamba ninazo. Haleluya. Kwamba je, nina uhakika gani kuna nguvu za Mungu ndani yangu? Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Maana wapo watu ambao pia wanaweza kujiaminisha kama wana nguvu za Mungu ndani yao kwa kusema kwamba nimeacha kuiba, kwa kusema kwamba mimi nimeacha uzinzi, kwa kusema kwamba mimi nimeacha hiki, lakini bado mtu anaweza kufanya hayo, lakini haimaanishi kama ana nguvu za Mungu ndani yake. Kuna wengine wanaamua tu kwamba kuanzia leo sitakunywa pombe, haijamaanisha kwamba ana nguvu za Mungu ndani yake. Kuna wakati mtu anaweza tu kuamua na akaacha. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi kama ni Mungu ndiye ambaye nguvu za Mungu ndio zimemfanya aache. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna yule ambaye Roho wa Bwana anaondoa, sio kwa kujiwekea mkakati, nitaanza kunywa bia moja moja, baada ya hapo nitaacha, nitakuwa kunywa glasi. Mungu anaweza kaondoa kwa siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Akaondoa kabisa hiyo hali ya kila mtu ambayo labda ni dhambi fulani ambayo inamtesa. Roho wa Bwana anaweza kuleta mabadiliko kwa siku moja, na nguvu za Mungu mara nyingi zinatenda kazi namna hiyo. Ijapokuwa kuna wengine inaweza kutenda kazi taratibu. Kwa mfano, ilikuwa ngumu sana kwangu mimi kuacha mpira. Na mimi nilikuwa najua mpira sio dhambi, nilikuwa najua mpira ni sahihi kuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Na nikiwa ninanena kwa lugha, nikiwa na tabiri, nasema mpira safi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini one day, siku moja, alifuta kabisa mpira. Yaani ghafla mpira ukawa ni adui. Hata kuangalia watu wanapiga pasi hivi kwenye TV kwa bahati mbaya unapita sehemu, ukiangalia hivi unaona kichefuchefu. Ni kwa sababu ya nguvu za Mungu ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo mtu hawezi kuishi, yaani Mkristo hawezi kuishi katika maisha matakatifu au kudumu katika maisha matakatifu pasipokuwa na nguvu za Mungu ndani yake. Haleluya. Ni lazima nguvu za Mungu zinahusika kwa mtu kukamilika, kuwa mtakatifu. Haleluya. Unaweza ukawa umetubu, unaweza ukawa umebatizwa kwa jina la Yesu, lakini bado ukawa hauna nguvu za Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ishara kubwa ya mtu kutambua kweli mimi nimebatizwa kwa jina la Yesu, ni lazima apokee nguvu za Bwana. Haleluya. Ni lazima apokee Roho Mtakatifu, kwa maana pasipo Roho Mtakatifu hawezi kumpendeza Mungu. Haleluya. Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia mstari wa 2 hadi wa 4. Neno la Mungu nasema, tuanzie tu mstari wa kwanza. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwapo wote mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo, na nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto ulimowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Haleluya. Zingatia kwenye mstari wa 2. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo, wa nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Haleluya. Nguvu za Mungu zinaweza zikatengeneza mazingira yakatikiswa, yakatengeneza matetemeko. Ni nguvu za Mungu hizo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuzitambua sasa hizo nguvu za Mungu ziko ndani yako, ni lazima sasa. Mstari wa 3 nasema, kukawatokea ndimi za moto, ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Lazima kuwe na utiisho fulani wa Roho Mtakatifu kujitambulisha ndani ya mtu, kwa sababu pasipo nguvu ambayo inakufosi wewe, imekulazimisha kwamba nena lugha hii, kwamba sema hivi, unasema sio mimi, ni mawazo yangu, lakini ile nguvu inakutiisha kusema hivi. Hiyo ndio nguvu ya Mungu na lazima uitambue. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na naweza nikasema kwa namna nyingine kwamba kutambua nguvu ya Mungu ndani yako ni nguvu ile ambayo wewe inakulazimisha kufanya kitu ambacho ni mapenzi ya Bwana. Yaani kwamba inakulazimisha labda kuomba, inakulazimisha labda kusoma neno, inakulazimisha kunena kwa lugha, inakulazimisha kufanya vitu vitakatifu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
kwamba nahitaji, nataka nisiombe, lakini naona kuna msukumo na nisukuma mimi niombe. Haleluya! Hizo ni nguvu za Mungu zinakusukuma kuomba. Kwa hiyo tambua hiyo ni nguvu ya Mungu ambayo inayokaa ndani yako. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa udhihirisho kwa mitume ili wapokee nguvu za Mungu, ili lazima Mungu kwanza mazingira ayabadilishe. Pakatikiswa, kukaja kama upepo uliokuwa lazima ukaijaza nyumba yote. Haleluya! Amen. Maana yake utukufu wa Mungu ulizukia pale. Nafikiria huo ulikuwa upepo ambao ulikuwa umeambatana na mchanga. Nadhani ulikuwa ni upepo ambao umeambatana na hali fulani hivi ambayo ya utiisho. Haleluya! Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima kwa Mkristo kutambua nguvu za Mungu ndani yake, kwamba je, nimeokoka? Je, nimepokea nguvu? Je, nimepokea nguvu? Na tunaposema nguvu, sio nguvu tu zinazokuja na kuondoka. Tunazungumzia nguvu inayokufanya wewe kukulazimisha kuishi maisha matakatifu. Haleluya! Hiyo ndiyo nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna nguvu ya Mungu ambayo inakulazimisha wewe kutenda matendo maovu. Haleluya! Hakuna nguvu ya Mungu ambayo inakulazimisha wewe kutenda matendo maovu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya Mungu ni lazima ikutiishe wewe kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusome sasa kitabu cha Zaburi ya 105 kuanzia mstari wa 5, mstari wa 4 na 5. Zaburi 105 mstari wa 4 na 5. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno la Mungu linasema, Zaburi 105 4 na 5. Neno la Mungu linasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Sisi tunaomtafuta Bwana, tusimtafute Bwana pasipo nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tumtafute Bwana na nguvu zake. Haleluya. Lazima tumtafute Bwana pamoja na madhihirisho yake, pamoja na vipawa vyake, pamoja na yanaposema madhihirisho, kwamba tuone kuna kitu ambacho kinakuwa tofauti. Haleluya. Kuna kitu ambacho kinakitenda tofauti. Mitume baada ya kupokea Roho Mtakatifu, miujiza ilitokea baada ya pale. Viwete walitembea. Haleluya. Walinena kwa lugha. Haleluya. Waliponya wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale wagonjwa ambao walikuwa wanawekwa pembeni yake wakipita, walikuwa wanaamka, kwa sababu hao watu walikuwa na nguvu za Mungu. Lazima tumtafute Bwana na nguvu zake ili tupate kumtukuza Bwana katika maisha yetu ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Lazima kuwepo tofauti wa Mungu wa ulimwengu huu na Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni lazima atende miujiza inayotikisa ulimwengu. Haleluya. Lazima nguvu za Mungu zidhihirishe kwamba uponyaji wa manabii wa uongo na uponyaji wa manabii wa Bwana Yesu Kristo wa Nazareti lazima kuwe na utofauti. Haleluya. Uponyaji wa watumishi wa Mungu wa kweli au wa watakatifu ni lazima watakapoponywa wataponywa pasipo maji. Haleluya. Hata kama atatumika maji, ni lazima hapo hakutakuwa na chaji ya pesa. Haleluya. Lazima hapo mtu akipokea uponyaji, lazima atakuwa na kurudia magonjwa, kwa sababu Bwana anaponya kabisa. Haleluya. Utofauti wa manabii wa uongo, wao watawaambia kunywa maji, lakini hawatapokea. Haleluya. Au utatulia kwa muda, baada ya muda fulani tena anarudi kuwa mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nguvu za Mungu lazima zidhihirishe. Mtu akipona amepona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kuwe na utofauti. Tumbo ya Musa ilivyomeza nyoka wa Farao, nyoka wadogo. Kwa hiyo kuna miujiza ya manabii wa uongo, tumiujiza kidogo kidogo, lazima tumeze tuwe tumiujiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Kwa hiyo tunaposema nguvu za Mungu ni za muhimu kwa maisha ya Mkristo. Haleluya! Pasipo nguvu za Mungu huwezi kuishi maisha matakatifu. Pasipo nguvu za Mungu huwezi kushinda dunia. Pasipo nguvu za Mungu huwezi kusoma neno. Pasipo nguvu za Mungu huwezi kuomba. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Sio kawaida kwa Mkristo hana nguvu za Mungu kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kuwe na nguvu za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani hapa tunasikilizana vizuri. Haleluya. Lazima nguvu za Mungu tumtafute Bwana na nguvu zake, kwa sababu pasipo nguvu zake hatuwezi kuishi maisha matakatifu. Mstari wa 5 zinasema kwamba zikumbukeni ajabu zake alizozifanya, miujiza yake na hukumu za kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuzungumza na watu ambao wameonewa na Ibilisi. Wameonewa wakasahau kama waliwahi kujazwa na Roho Mtakatifu, wakasahau kama waliwahi kutabiri, wakasahau kama waliwahi kuponywa. Haleluya. Yule aliyekuponya ndio yeye yule unayemkumbuka, ukimtafuta atakujaza tena nguvu zile zile. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukumbuke Bwana alikutoa wapi. Kwa nini unakubali kunyanyasika wakati unazijua nguvu za Bwana zipo? Haleluya. Kwa nini unaonewa wakati unajua nguvu za Bwana zipo? Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyakati zingine mtu anaweza akaanza kusema mimi naonewa siku hizi, mimi sina hela. Yes, unaweza ukaonewa huna hela kweli, Ibilisi anakupiga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunazungumzia shauku kwanza ya nguvu za Mungu ndani yako, tofauti na madhihirisho ya kimwili kwanza. Haleluya. Yaani nguvu za Mungu wewe zinataka zitende kazi kwako kupitia tu uwe na maisha mazuri, uwe na magari, uwe na majumba. Ni kweli inawezekana. Lakini mdhihirisho wa kwanza, je, unanena kwa lugha? Haleluya. Je, unatabiri? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua hapa ndio kunakuwa na changamoto hapa pia. Asilimia kubwa kwenye Biblia watu waliopokea nguvu za Mungu walinena kwa lugha au walitabiri. Bwana Yesu asifiwe. Walinena kwa lugha au walitabiri. Kama hujawahi kunena kwa lugha, hujawahi kutabiri, bado Bwana anakuambia mtafute Bwana na nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijajua, labda mimi nimesoma vibaya Biblia. Kuna mtu ambaye aliwahi kupokea Roho Mtakatifu kwenye Biblia hakutabiri au hakunena kwa lugha. Asilimia kubwa, ijapokuwa Bwana tuwezi tukampinga, inawezekana mtu akapokea pasipo hivyo, lakini walipokea nini? Walinena kwa lugha au walitabiri. Bwana Yesu asifiwe. Na tunazihitaji nguvu za Mungu kwenye maisha ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe hujawahi kushukiwa na nguvu za Mungu, nguvu za Mungu haziwezi kushukia, na lazima Bwana huwa anajitambulisha, au nitumie tu lugha hii kwamba kama hujawahi kushukiwa na nguvu za Mungu ndani yako na Bwana akajitambulisha ni yeye, na Bwana akakuonyesha dhambi yako ni, kama bado hujawahi kufikia hiyo hatua, maana mara nyingi Bwana akishushaga utukufu wake huwa na kuchunguza maisha yako yote, yaani kujikuta wewe umeshajielewa, hata kale kadosari kadogo ushakaona. Bwana Yesu asifiwe. Hata kadosari kadogo ushakaona. Haleluya. Hata sisi hapa Wakristo hapa tumekusanyika hapa, tumetengeneza na Bwana. Lakini nakwambia hivi, nguvu za Mungu ukishuka hapa, aanza kutukagua, tutaanza kujiona tuna tabia ambazo kila mmoja anaanza hapa nimekosea hapa. Ndio maana kuna kazi ya kukamilishwa na Bwana. Haleluya. Kwamba kuna vitabia ambavyo lazima tukamilishwe na Bwana, kwamba tumepokea nguvu, lakini hizo nguvu ndio zinatufanya sisi sasa tukamilishe katika kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe.
tumefanyika kuwa wana. Ndio maandiko yanasema zaeni matunda yapasayo toba. Haleluya! Kila wakati kwa mwanadamu tunahitaji nguvu za Mungu. Tuendelee sasa kuishi katika maisha matakatifu. Sasa naweza nikasema kwamba nguvu za Mungu lazima ziendelee kujidhihirisha, kutukamilisha. Haleluya! Na kama wewe hauna nguvu ya Mungu ndani yako ambayo inakusukuma kukamilisha, utafute nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ambaye umepoa, na wewe ambaye nguvu za Mungu zimepunguka, na wewe pia una nafasi ya kuzitafuta nguvu za Mungu. Ndio maana maandiko yanasema kwamba zikumbukeni ajabu zake alizozifanya, miujiza yake na hukumu za kinywa chake. Haleluya! Kwa nini unaonewa? Kumbuka kipindi ambapo ulipokea nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ulipokea nguvu za Mungu. Bwana alijidhihirisha kwa matendo yake ya namna gani? Bwana aliachilia nini kwenye maisha yako? Haleluya! Usipokumbuka nguvu za Mungu kwenye maisha yako, ni ngumu sana kwako wewe kurudi kwenye nafasi ambayo wewe uliyokuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Inakulazimu ukumbuke ajabu zake ili urudi kwenye nafasi yako. Ukimkumbusha Bwana, kumbuka nilifanya hivi, kumbuka nilifanyia hivi Bwana. Ni wewe uliyenijaza na nguvu zako sehemu fulani nilipokuwa nikiomba. Ni wewe ambaye ulinitokea kwenye mkutano fulani ukanijaza na nguvu zako. Ninaomba hivyo hivyo tena unijaze na nguvu zako kama vile ambavyo uliwahi kunifanyia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mara nyingi wa Kristo watu wanakuja tunadumbukia kwenye shimo la kupungukiwa na nguvu za Mungu. Haleluya. Na hiyo inakuwa ni dalili mbaya kwa Mkristo, kwa sababu inaenda kumpelekea kwenye maanguko. Haleluya. Jinsi ambavyo unamsogelea Mungu karibu, jinsi ambavyo unajituma kumtafuta Bwana, ndio vile vile na nguvu za Mungu zinaongezeka kwako. Vile jinsi ambavyo unajitabisha kuhudhuria ibada, unajitabisha kuomba, unajitabisha kusoma neno, ndio hivyo nguvu za Mungu zinaongezeka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hiki kitu chenyewe kipingiki. Haleluya. Amen. Kila mtu ana mita yake ya nguvu za Mungu ndani yake. Haleluya. Amen. Hicho kitu akipingiki. Yule ambaye anajitabisha sana, anajitoa sana, ana nafasi kubwa ya kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, tofauti na mtu ambaye anajitabisha kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anayeomba sana ni tofauti na mtu ambaye haombi sana. Mtu anayesoma neno sana ana uelewa mkubwa kwenye neno la Bwana, tofauti na ambaye hasomi neno la Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama atakuwa na uelewa mkubwa wa neno la Mungu, itakuwa aliwahi kujitabisha sana, ile neno likakaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ili uendelee kumaintain nguvu za Mungu ndani yako, inakupasa ujitume sasa kwenye kutafuta nguvu za Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tusome kitabu kile cha Wathesalonike mstari wa 19, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Kumi na tisa hadi 22. Neno la Mungu linasema kwamba msimdhinishe roho, msiteze unabii, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema, jitengeni na ubaya wa kila namna. Msimdhinishe roho. Tunamdhinisha roho kwa vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu za Mungu zinapunguka ndani yetu. Haleluya. Habari ya nguvu za Mungu ndani ya mtu, kuna kuongezeka na kuna kupungua. Itategemeana na mtu amepungua kwa sababu gani,
au pia ameongezeka kwa sababu gani? Kitu cha kwanza ambacho kinafanya nguvu za Mungu zipungue ndani ya mtu ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili ni mtu kumdhimisha roho. Ninapozungumza kumdhimisha roho, ni hali ya mtu kupingana na kile roho ambacho anamwambia kukifanya au anachomsukuma kukifanya, au kuyakataa maelekezo ya Roho Mtakatifu. Huko ni kumdhimisha roho. Hapo sijazungumza habari ya kwamba kila mtu ataambiwa atakuwa nasikia sauti ya Bwana kwamba funga. Hapana, kufunga ni Roho Mtakatifu. Hata kama wewe mtu asikii sauti ya Mungu, Roho Mtakatifu anaweza kumsukuma kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile hali wewe ukikataa kusukuma kufunga, maana yake umemdhimisha nani? Umemdhimisha roho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hali ya mtu ukataa ibada, hiyo ni hali ya mtu pia inayosababisha kumdhimisha nani? Roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili sisi tusimame imara, ni lazima tuchochee. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuchochee nguvu za Mungu ndani yetu, na tunazichochea kwa kupitia neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima neno la Bwana liwe ndani yetu. Lazima tutafute uso wa Bwana. Lazima tuishi maisha matakatifu. Ukianza kuishi kwenye dhambi, unamdhimisha roho. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwamba Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako hachangamani na uchafu. Maana yake wewe unapofanya mambo machafu, maana yake Roho wa Bwana anaanza kukutoka taratibu, na nguvu zake na madhihirisho yake naanza kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kitu cha kutambua sana, kutambua nguvu za Mungu ndani yako umepungua au umeongezeka. Lazima uwe na nafasi ya kujitathmini, au wewe hauna kabisa nguvu za Mungu. Kama hauna kabisa nguvu za Mungu, yani namaanisha hujajazwa na Roho Mtakatifu, tafuta Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Amen. Na hakikisha unanena kwa lugha au unatabiri. Amen. Uhakikishe Roho wa Bwana anapokujaza unene kwa lugha au tabiri. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Bwana ajidhihirishe kwa matendo yake fulani ambayo yanakusababisha utambue ni Roho wa Bwana. Nimejaribu kukataa kufanya hivi, lakini Roho wa Bwana ananisukuma. Haleluya. Huo ni udhihirisho wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kweli, yaweza kuwa kweli kama ambavyo nitangulia kusema kwamba mtu anaweza akajaza Roho Mtakatifu lakini haja nena kwa lugha, haja tabiri, hatuwezi kumfunga. Lakini kwa kuwa sio kawaida ya Biblia, una nafasi ya kuomba ninene kwa lugha au nitabiri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha kuzingatia sana. Tusimdhimishe Roho Mtakatifu. Wakristo tunadhimishwa, halafu tunaanza kuwa kama watoto yatima, hatuna baba. Kwa sababu tulidhimisha nguvu za Mungu ndani yetu, tunaanza kuonewa, tunaanza kupigwa na magonjwa, tunashindwa kuomba, tunashindwa kusoma neno. Jua hapo kuna namna fulani, aidha wewe kuna madhambi ambayo umeyafanya mbele za Bwana, kuna njia fulani ambayo wewe umeiacha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Au wewe unamdhimisha Roho Mtakatifu kwa kutokufuata maagizo yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusome kitabu kile cha Waefeso 6:10. Leo nashangaa kuna kuaje na jua hapo madhabahuni. Alifikaje jua hapa? Bwana Yesu asifiwe. Waefeso 6:10. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia mstari wa 10 neno la Mungu nasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuzidi kuwa hodari katika nguvu na uweza wake. Ndio maisha ya Mkristo. Sio Mkristo unaoneonewa. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo unaoneonewa, wakati maandiko yanasema kwamba mtapokea nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na inasema kwamba
hata ilipotimia siku ya Pentekoste, ile nyumba ilijazwa, wakaona kama upepo, wote wakapokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ndimi za moto ni kusema kwamba ndimi zilizokuwa zimewatiisha, kwamba hamna namna ya kujizuia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maandiko yanaendelea kusema hapa Waefeso 6:10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. 11. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila zote za shetani. Maana hiyo, pasipo kuvaa silaha za Mungu hatuwezi kupinga silaha za nani? Za shetani. Haleluya. Maana yake kama Mkristo unashindwa kuomba, maana yake hapo kuna nguvu za nani? Za shetani. Hapo ameshaanza kukushinda, hujamshinda. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaonewa, jua hapo kuna silaha fulani hujafanya nini? Hujazivaa. Mkristo unazini na mapepo katika ulimwengu wa roho, jua hapo kabisa kuna nguvu za shetani zimekushinda, badala ya kufanya nini? Kuzishinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kweli Ukristo, yaani ukishaona kwamba kuna vitu fulani ambavyo Ibilisi anavipenyeza, maana yake hapo kuna nafasi ambapo shetani amekushinda, kwa sababu hujavaa silaha za nani? Silaha za Bwana. Sasa silaha za Bwana ni vipi ili tuendelee kumaintain nguvu za Mungu ndani yetu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wachafu katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hadi mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki, na kufungiwa miguu utayari upatao kwa ajili kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambao kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa silaha ambazo natakiwa kuzivaa, silaha ya imani. Kishaanza kuona unapungukiwa imani, maana yake lazima upigwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unapoanza kukosa haki, maana yake hapo lazima upigwe. Na unapozungumza haki, watu wanaweza kusema kwamba labda mtu amekunyima kitu fulani, kwamba umeshindwa kumpa mtu kitu fulani. Ninapozungumzia haki ya kweli ni neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapokosa neno la Mungu ndani yako, maana yake huwezi kuwa mtu mwenye haki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikaanzana na imani. Sababu ya kuanzana na imani, huwezi kusoma neno la Mungu pasipo imani. Haleluya. Lazima uwe na imani na neno la Kristo. Na ili utembee katika haki, lazima uliamini neno. Kwa hiyo lazima uwe na imani, lazima ulisome neno ili uamini kilichoandikwa ndani ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tuwe na imani kwamba Mungu yule ambaye mimi alinijaza na nguvu zake, anaweza akanijaza tena, kwa sababu yeye ndiye aliyeahidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani kwanza. Tukipiga kwenye imani, maana yake hatuwezi kuliamini neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tuvae imani. Ni silaha kubwa, imani. Bwana Yesu asifiwe. Halafu neno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na neno, lazima utakuwa mtu mwenye haki, kwa sababu neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nitataka kuzungumzia kwenye habari ya watu ambao wameshaonewa sana na Ibilisi. Haleluya. Kweli waliwahi kuja wamejazwa na nguvu za Mungu,
kweli wametabiri na wananena kwa lugha. Haleluya. Lakini sasa mtu ameshuka. Bwana Yesu asifiwe. Vile vitu ambavyo yale madhihirisho ya Roho Mtakatifu yameshuka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikutie moyo kusema kwamba Mungu anaweza kukujaza na nguvu zake tena. Ndio maana Zaburi ile ya 105 mstari wa 5 inazungumzia habari ya kwamba zikumbukeni ajabu zake. Bwana Yesu asifiwe. Ukizikumbuka ajabu zake zitakufanya wewe kukumbuka maajabu ya Mungu ambayo ameyafanya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia kukumbuka utaamini kwamba tena anaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Waamuzi sasa sura ya 16:28. Waamuzi sura ya 16. Waamuzi sura ya 16:28. Neno la Mungu linasema kwamba Samsoni akamuita Bwana akasema, Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba, ukanitie nguvu na kuomba mara hii tu, Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Filisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Samsoni amekumbuka, anasema Bwana nitie nguvu mara hii tu nikajilipize kisasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia na wewe unaweza ukamkumbuka Bwana. Bwana niongezee nguvu nipate kutembea sawa sawa na mapenzi yako. Bwana niongezee nguvu, maadui wangu wameinuka. Bwana niongezee viwango vya kutabiri ili nikapate kutabiri ndani ya kanisa. Haleluya. Bwana niongezee viwango vya neno kulipambanua neno lako ili nikafundishe wengine. Haleluya. Bwana niongezee nguvu ili nikapate kuwahudumia mataifa wakawa wanafunzi wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anakukumbuka. Haleluya. Ndio maana anasema hivi, neema ya kupokea Roho Mtakatifu bado ipo. Hata makanisa ambayo yamepoteza Roho Mtakatifu, kama watakubali kunyenyekea na kutengeneza na Bwana, Bwana atamimina nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nafasi ya kuongezewa nguvu kwa kila mtu bado iko pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunamwona Samson anasema Bwana kanitie nguvu. Kila mtu anayemwomba Bwana nguvu atamtia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kupitia hivyo hakika mtu ataweza kuongezewa nguvu na Bwana atamrejeshea zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni msingi sana kwa Mkristo. Ni msingi sana kwa Mkristo. Ni msingi sana kwa Mkristo ni msingi sana kwa Mkristo kutafuta nguvu za Bwana. Haleluya. Na kuzilinda sasa. Unajua kwenye kuzilinda hapo ndio changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu za Mungu zinalindwa kwa vitu vidogo vidogo ambavyo sisi tunaviona vidogo vidogo. Unajua ukiambiwa kuomba, unachukua ni jambo la kawaida. Unajua ukiambiwa kusoma neno, unachukua jambo la kawaida. Ukiambiwa kuhudhuria ibada, unachukua jambo la kawaida. Kila unapohudhuria ibada, kuna kitu kinaongezeka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kikubwa ambacho kinachoongezeka. Kila unapokuwa unasoma Biblia mwenyewe, kuna kitu kikubwa ambacho kinachoongezeka. Haleluya. Kama wewe hutaweza kufanya mazoezi ya kiroho, hauwezi ukaongezeka. Utaendelea kudidimia mpaka basi. Haleluya. Na kwa wewe yule ambaye unapokea Roho Mtakatifu, mtafute Roho Mtakatifu. Haleluya. Funga, omba, mwambie nijaze na nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Bwana, uliahidi utamimina Roho wako juu ya wote wenye mwili. Binti zenu na wana wenu watatabiri, wazee wenu wataota ndoto. Maana yake na mimi na nafasi, ulisema wote wenye mwili, na mimi naomba unijaze na nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe. Inatakiwa na wingi. Kwa nini nisemi kwa lugha?
Kwa nini sitabiri? Bwana Yesu asifiwe. Yakiwa na wivu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu usipokuwa na wivu hauwezi kupokea Roho Mtakatifu. Haleluya. Ninapozungumza wivu, sizungumzie wivu wa kumwonea haya mwenzako. Nazungumzia wivu kwa nini anatumikishwa na Mungu, halafu mimi sina nguvu za Mungu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Pointi nyingine ni kusema kwamba pasipo Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu huwezi kurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kuishinda dunia pasipo nguvu za Mungu ndani yako. Haleluya. Lazima uhakikishe na nguvu za Mungu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanajisahau sana. Tunaona kukuja kanisani ndio nguvu za Mungu, au ndio ni moja ya dhihirisho za nguvu za Mungu, lakini inapaswa sasa matunda ya Roho Mtakatifu yaonekane. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Twende sasa Isaya 61 mstari wa kwanza. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko matakatifu yanasema kwamba Isaya 61 mstari wa kwanza na kuendelea, neno la Mungu linasema, Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwaangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, siku ya kisasi cha Mungu wetu, kwa fariji wote waliao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho wa Bwana akiwa juu yako, lazima tuone vitu fulani vinavyotendeka. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukasema na Roho wa Bwana lakini kila kitu wewe tumejifunga, kila kitu tumejifunga. Hauna hata ushuhuda ambao umekwisha kutendeka kwenye maisha yako. Hauna nguvu za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hamna nguvu za Bwana, maana yake jitafakari ukayaone madhihirisho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Roho wa Bwana akiwa juu yako, lazima watu kufunguliwa kuonekane. Bwana Yesu asifiwe. Na hasa kwa watumishi wa Mungu, lazima tuzitafute nguvu za Bwana, maana hizo ndizo wokovu, hizo ndizo zinazoweza kuleta watu kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku unaweza kuhubiri pasipo Roho wa Mungu na nguvu za Mungu, hautaona matunda kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku unaweza kaomba kimwili au kuhubiri kimwili, hakuna atakayeokoka kwa sababu mna nguvu za Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuone madhihirisho ya Mungu, ni lazima tuone matunda ya Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa na nguvu za Mungu ndani yako, utakuwa tayari kujitangaza kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kuwatangazia waliofungwa kufunguliwa kwao, kuwatangazia wagonjwa kupona kwao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliyepoteza nguvu za Mungu, tafuta nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ninakwambia kwamba pasipo nguvu za Mungu, hakika ninakwambia hali yako itakuwa mbaya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Na wewe ambao una nguvu za Mungu, zimenteni sasa, uzinyang'anie, uzilinde, zikusikwache. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, kama ni nabii, unaenda muda fulani hujatabiri, lazima umwombe Bwana, Bwana umeniweka kuwa nabii, lazima naomba nitabiri, ni kazi uliyonipa, na umesema kila karama isiyozaa matunda itakatwa, na umesema kwamba kila karama isiyozaa atanyang'anywa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yake ni kusema kwamba unapoona kipawa chako hakitumiki ndani ya kanisa, ni ishara ya wewe kwenda kukatwa na kutupwa motoni na kuteketea, na hiyo karama utakuwa nayo tena. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna nyakati watu wajisahau kwamba kalama ni zawadi. Haleluya. Yaani ni kipawa tu ambacho Mungu anakupa. Ukizembea na kunyang'anya anampa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama unafanya vizuri, Bwana naye anafanyaje? Unazaa zaidi. Haleluya. Kama kutabiri kafanya nini? Unatabiri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Of course, mimi kiukweli nilikuwa nikienda muda sijatabiri,
nilikuwa napiga magoti na mwambia Bwana, wiki iliyopita sikutabiri na wiki ile sikutabiri, leo Bwana ninaomba ukaseme na watu wako. Na kweli Bwana alikuwa anafanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe unatulia, hauzai, ni nabii hautabiri. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna madhihirisho. Hiyo usikubaliane nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima umaintain nguvu za Mungu ndani yako. Na kumaintain tunapojua pale utenda kazi ndani yako unapopungua Roho Mtakatifu. Haleluya. Unapokuwa ulikuwa unasikia sauti ya Bwana lakini hausikii, maana yake angalia njia zako vizuri. Angalia mahusiano yako vizuri. Angalia, je, unafanya mazoezi ya kiroho? Bwana Yesu asifiwe. Nimewaambia msisahau kwamba wokovu pia kuna mazoezi ya kiroho. Na mazoezi ya kiroho hata hapo ulipo sasa hivi uko ndani ya mazoezi ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomsifu Bwana tuko ndani ya mazoezi ya kiroho na ni lazima tufanye mazoezi kumsifu Bwana. Nimemwona Bwana kwenye sifa akinijaza na nguvu zake. Nimeona Bwana kwenye sifa akinipenya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama wewe mazoezi ya kiroho yamepungua, maana yake kwa tayari wewe bila si mrefu utakuwa kule kabisa, kule unakaribia kuwa karibu na wavuta bangi. Haleluya. Sikutii moyo kwa namna ya kukubembeleza, na kutia moyo kwa kukutia hasira ukamtafute Bwana. Na hasira anayoizungumza hapa ni hasira ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kwa nini mimi sitabiri tena? Kwa nini mimi siombi tena? Kwa nini mimi sisomi neno tena? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima tuwe na hasira. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta nguvu za Mungu ndani yako. Haleluya. Unajua kipindi ambacho sijapokea Roho Mtakatifu, nilikuwa najaribu sana kuigiza kunena kwa lugha, lakini nilikuwa nashindwa. Nilikuwa najaribu nashindwa. Lakini kuna watu wanaweza nataka niwaambie kwamba sio kuiga, katafute nguvu za Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuchukia mwenzako anatabiri sana. Hapana, wewe mwenyewe jiangalie, ombea karama zako zizidi kustahimili ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Huwa tunasahau tena kama tunapokea karama kwa neema. Kwa hiyo mtu anapokuwa na vipawa vingi anaacha kuombea vile vipawa. Nataka nikwambie kwamba huwa vinazima. Amen. Haleluya. Utakuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, lakini mtendakazi wa mazimisho yake kwenye karama tofauti tofauti utakuwa uko chini. Haleluya. Ukristo lazima ulinde kila amana uliyopewa. Bwana Yesu asifiwe. Kila kipawa ulichopewa lazima kitegemeze kwa maombi, lazima kitegemeze kwa neno, lazima kitegemeze kwa kuishi maisha matakatifu na kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tambua nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako ni kidogo au ni nyingi. Yes, utendakazi unapungua na unaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tunaona leo makanisani wananena kwa lugha lakini hamna manabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Makanisa machache sana ambao yana manabii. Haleluya. Amen. Lakini na sisi pia tujitafakari. Kanisa nao linatakiwa liwe na manabii wengi. Haleluya. Na kama wewe ni nabii lakini hautabiri, mwambie Bwana utabiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbuka ajabu za Bwana. Mwambie Bwana, nilitabiri kitu fulani kikatokea. Leo sitabiri tena. Ninaomba nitabiri tena. Amen. Haleluya. Amen. Ninaona kuna dalili mbaya ndani yangu Bwana, kama vile unaniacha. Mimi sitaki niache. Nataka vile vile tulivyokuwa marafiki zaidi ya ukaribu. Nataka ule ukaribu niendelee kuwa nao. Amen. Haleluya. Amen. Tunasahau kuombeaga utendakazi. Bwana Yesu asifiwe. Ombea vipawa ambavyo Bwana amekupa. Lea huyo Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunaposema lea huyo mtakatifu, watu wanaanza kusema labda Roho Mtakatifu ni kitu fulani. Lea, nikwambie hivi, lea huyo Mungu aliye naye aliyeko ndani yako.
Bwana Yesu asifiwe. Lea Mungu aliyeko ndani yako. Labda ndio utanielewa kwamba kama Mungu amesema kwamba neno lake liko kwa wingi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu sio nguvu za juu. Roho Mtakatifu ni madhihirisho ya Mungu aliyejenga makao ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa sio mwenye haki, Mungu ni mwenye haki, unaanza kujitenga. Haleluya. Unapokuwa hauombi, Bwana Yesu Kristo wa Nazareti alikesha akiwa anaomba. Maana yake ukiwa kinyume na hapo, maana yake anaanza kujitenga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inakulazimu wewe, ni lazima umfanane yeye. Amesema kesheni mkiomba. Kama hauombi, maana yake unapunguza mahusiano na yeye. Unakaribisha majaribu ambayo atakao kupiga sasa, ndio sasa haja yako itakuwa mbaya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta Roho Mtakatifu. Haleluya. Kama una Roho Mtakatifu, mbingu hautaiona. Haleluya. Kama wewe una kipawa hata kimoja cha Roho Mtakatifu, hakuna madhihirisho ya Roho Mtakatifu, wewe na kuhakikisha bado hujawa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bado hujawa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ambaye utendakazi wa Roho Mtakatifu unaanza kupungua ndani yako, hiyo ni alama nyekundu kwamba ni alama ya hatari. Uko kwenye hatari, hivi karibuni utaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Usizoee hali yako mbaya ulionayo. Tambua nguvu za Mungu ndani yako. Niliposema tambua nguvu za Mungu ndani yako, usitambue kwamba sasa hivi una uhusiano gani na Mungu. Utendakazi wa Mungu ndani yako ukoje? Je, unaongezeka au unapungua au umekwisha mpaka umeshakuwa mzizi? Bwana Yesu asifiwe. Maana yake tayari umekwisha kuanguka. Kupungua kunaanzaga kidogo kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Taratibu, hatua nyuma nyuma nyuma. Mwisho wa siku mtumishi ananipigia simu, wewe atakuwa ananiuliza habari za ibada. Naanza kukwepa na ibada. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, penda sana ibada, penda sana maombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Penda sana maombi. Haleluya. Penda sana kusoma neno. Penda sana kusikiliza mafundisho. Unajua ndugu zangu, Mungu anajifunua kwa vitu tofauti tofauti au kwa njia tofauti tofauti. Haleluya. Ni hivi, labda mtanielewa hapo. Anayesoma Biblia, sawa, anasoma tu Biblia mwenyewe, ana nafasi ya kuelewa neno la Mungu. Kuna yule anayesoma Biblia na anasikiliza pia na watumishi wa Mungu wa kweli. Huyo anaongezeka zaidi kuliko yule ambaye anasoma tu Biblia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini inaweza ikawa bora kwa yule ambaye anasikiliza kwanza mafundisho sana, halafu akaja kwenye neno. Huyo anaongezeka pia zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ukijiona kwamba unajifunga tu mwenyewe, ni tatizo. Sio wote ambao wana neema ya kufundishwa na Roho wa Bwana. Yaani napozungumza kufundishwa, ukisoma kitabu kile cha Yohana sura ya 14 mstari wa 26, inazungumza habari kwamba atakapokuja Roho Mtakatifu atakayempeleka Baba kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo kwenye kuwafundisha usizungumzia hapo kwenye kuwakumbusha, usidhani tu kwamba anakukumbusha tu yale unayoyasoma, hata yale unayohubiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa nini? Ingekuwa kama tunaelewa tu kwa kusoma maandiko peke yake, kulikuwa kuna haja ya walimu? Kwa kuna haja ya wahubiri? Isingekuwa haja. Au Mungu kuona haja kwanza kusema maneno mengine hivi kufafanua? Sema tu jamani, leo tunasoma Matendo ya Mitume 1:8. Mtapokea nguvu.
akisha kwa Roho Mtakatifu, mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu na Uyahudi pia. Alafu nikatoka. Hivi kuna elewa nini? Roho Mtakatifu anatenda kazi ndani ya watumishi kwa kuwafundia. Hiki na kimaanisha hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu Kristo anasoma maandiko ya kitabu cha Isaya 61. Roho Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta ili nipate kuwatangazia habari njema waliofungwa kufunguliwa kwao. Bwana Yesu asifiwe. Halafu akawaambia maneno kwamba maneno haya yametimilika kweli. Huku imesema maneno haya yametimilika sasa hivi. Anaanza kuwafafanulia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Stefano anaanza kuambia mababa zetu walikataa manabii, walitabiriwa haya na haya na haya na haya. Kwa nini ya kusimama tu kwamba muamini Kristo, yeye ndiye Mwokozi, alafu akaondoka? Ilibidi aanze kuwaelezea. Bwana na shabaha na kuweka watumishi wake kuwafundisha watu. Penda kusikiliza mafundisho, penda kusoma neno. Unaposoma neno na unapokuwa unasikiliza mafundisho kwa watumishi wa Mungu wa kweli, unaongezeka zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, kuna mtumishi mmoja yuko hapa Tanzania, ana shuhuda nyingi sana ambazo kama unasoma neno unasikia shuhuda zake. Yaani kama vile shuhuda unaziingiza huku kwenye maisha yako. Alafu naanza kuangalia, huyu kweli huyu hapa alienda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama umejifunga tu kusoma huwezi kaongezeka. Unahitaji mafundisho pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mafundisho pia tusisahau yanatoka kwa Roho Mtakatifu. Tumewaambia hivi, mimi mtumishi, mchungaji, nikija hapa na maneno yangu hamwezi kuongezeka kitu yote. Na hakuna atakayeenda mbinguni hata mmoja. Ila kila naye aleta hapa, somo naye uleta hapa, ni lazima ulingane Kristo au unakusaidia wewe kuambatana na Kristo. Hapa sasa ndio nakuwa nimesimama kwenye nafasi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watumishi wa Mungu wanapewa kufafanuliwa au kufundishwa au kuongezea maarifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua, mimi nitajisifu kwa babangu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi naweza nikasema 95% masomo ambayo huwa nafundishwa na baba yetu wa kiroho Mtume Maria Bwana. Yaani kuna kitu anaweza kawa aliwahi kukifundisha, lakini alipokifundisha siku ile akifundisha na leo, naona kama kuna uzaidi fulani wa leo kukielewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, kuna somo ambalo alifundisha linahusiana na habari ya maarifa ya kunena kwa lugha. Kama unajua tu kunena kwa lugha, alifundisha tu kunena kwa lugha ni hivi. Lakini unaposikiliza tena maarifa ya kunena kwa lugha, ukija kusikiliza pale, unaongezeka tena zaidi ya vile ambavyo ulikuwa unajua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa andiko linakuwa hivi. Sawa? Mtu anayesoma mwenyewe na ambaye anasoma alafu nasikiliza mafundisho mengine. Kwa mfano tusome hapa. Hapa turudi hapa. Hii Isaya 61. Inasema hivi, Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema, amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Huyu mtu akisoma hapa, sawa, halafu akisoma tu hapa, asisome habari za Yesu Kristo anavyokuja kunukuu huo mstari, huyu aliyeelewa hapa ni tofauti na atakayeelewa pale. Yaani utofauti wake ni nini? Utofauti wake ni kwamba Isaya wakati anatabiri haya, maana yake hakutabiri tu kwake yeye peke yake ndio Roho wa Bwana yuko juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mtu yeyote Roho wa Bwana anaweza akawa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana amenipaka mafuta
Haleluya. Kwa kuna nyakati ambazo kuna roho wa Bwana yuko ndani yako, lakini bado hajakupaka mafuta. Sisi tunaelewana hapo? Kuna utofauti kupakwa mafuta na kujazwa na Roho Mtakatifu. Tuelewe, kupakwa mafuta ni uwezo sasa wa kuanza kutangaza kufunguliwa kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa wote tuna Kristo ndani yetu, Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, lakini sio kila mmoja ana karama matendo ya miujiza, lakini sio kila mmoja yuko kwenye hali ya utendakazi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao hawataweza kuwa labda tu watendakazi, watakuwa mimi wa kawaida, hawataombea wagonjwa, ila watanena tu kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yale mafuta sasa ya kuanza sasa kuwatangazia watu habari njema, mafuta ya kuhubiri, mafuta ya kufundisha, mafuta ya kutabiri, ya kutoa majumbe. Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia nini? Mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kama mitume ambavyo wamesubiria Yerusalemu, walisubiria Roho wa Bwana watie nini? Mafuta. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Paulo ambavyo ameenda kule kwa mitume akasema nitengeeni Paulo na Barnaba, ni kwa sababu Roho wa Bwana sasa anataka kuwapa kibali cha kuwa na matokeo makubwa kwa watu wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Tuelewe, mtu anapotiwa mafuta kuna hatua kubwa zaidi Mungu anaiongezea, kwa sababu anampeleka kwenye utendakazi. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kitu watu tunakisahau, tusikisahau. Yaani ni kusema kwamba wote tumejazwa na Roho Mtakatifu, lakini utendakazi sasa pale kwenye jinsi ambavyo nguvu za Mungu ziko ndani ya mtu huyu, jinsi Mungu anavyojifunua ni tofauti na huyu. Hata kunena kwa lugha ni vile vile. Mwingine akanena tu haleluya haleluya, lakini kuna ile kunena sasa, unaweza yaani mwingine ananena masaa na masaa ananena, lakini mwingine akanena kaneno kamoja. Kwa mafuta ndani ya huyu yako juu zaidi ya huyu kwenye habari ya kunena labda kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine kutabiri, ili atabiri mpaka atikiswe sana na nguvu za Bwana, lakini kuna mwingine anapokuwa anatabiri tu kama ametulia. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi yeye aliyetikisa sana ndo mafuta yako ndani mle, kwa kwamba yeye ndo ana nguvu nyingi zaidi. Ni moja ya elimu ambazo pia mimi ndio nilikuwa nimejua hivi. Yaani kutikisa sana, ile kujazwa sana, yaani vile maanisha kama wewe ndio na Mungu sana, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haimaanishi ndio kwa na Mungu sana. Nilipokuja kujua maana yake, ilimtia uchungu sana. Maana yake ni mtu ambaye hana neno jingi ndani yake. Yaani neno la Mungu ndani yake ni kidogo. Ilinipa msukumo wa kusoma Biblia. Ilinipa msukumo wa kusoma nini? Biblia niimalize. Kwamba kumbe natikisa kwa sababu mimi tunakiingana na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba natikisa na Bwana kwa sababu neno lake ndani yangu ni kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa kweli Mungu anaweza akamtikisa yote yule hata kama amejaa na neno gani akitaka. Lakini kuna hili, ndio maana mara nyingi manabii wanapokuwa wanapokea kalama mwanzoni, kutikisa kwingi, kujazwa kwingi, ni ishara ya kwamba neno linadaiwa. Ana deni la neno. Tambua nguvu za Mungu ndani yako, kwamba ninatikisa kwa sababu ni Bwana ametaka, au ni kwa sababu neno lake ni kidogo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nina neno alikuwa lugha moja tu hiyo, ni kwa sababu ndio Mungu tukanipa, au ni kwa sababu mimi sijajituma zaidi? Usifikirie. Bwana Yesu asifiwe. Ninahubiri au ninafundisha watu hawaelewi, ni kwa sababu neno sijalijua, yaani halijakaa kwa wingi ndani yangu, au tu ni kwa sababu Mungu hajanipa nafasi ya kunipaka mafuta, ya kunipa kibali. Nataka kutambua hivi. Bwana Yesu asifiwe.
Yaani kila kitu kina matokeo yake kulingana na nguvu za Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukifanya kitu ambacho labda Bwana hajakuweka kwenye nafasi, kwenye nafasi, matokeo yake yanakuwa ni madogo. Lakini ukikaa kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa, matokeo yake yanakuwa ni makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na wivu sana kulijua neno la Bwana na kusikiliza mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasikiliza sana mafundisho. Sivyo? Yaani ni clip chache sana ambazo sijaziangalia za Ukweli Ministry. Sio utaniambia clip gani? Zote nazijua. Kona kwa kona. Nyingi nazijua. Chache sana. Hata hizi video mnazoraka za unakuta na masaa 10. Yaani naweza nisiangalie nikamaliza siku hiyo moja, lakini nitahakikisha mpaka nimalize kilitokea nini. Na nataka niwaibie hii si leo. Msizalau kila kipindi ambacho ni cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maombi ambayo vipindi vya maombezi, msizalau kwamba hawa ni watu wenye shida mbalimbali. Nataka niwaibie siri. Kwenye hivi vipindi mimi nimeongezeka sana nguvu za Bwana. Nyakati ambazo mimi nilikuwa dhaifu, nilikuwa nikienda kwenye hivyo vipindi vya maombezi, nikasikiliza tu wanavyoombewa, nikitoka hapo nakuwa nimeongezeka nguvu. Lakini watu wanasema hawa ni watu wenye shida mbalimbali, ya nihusu mimi sina shida. Lakini pia kupitia kufuatilia mafundisho, jinsi ambavyo mtumishi anatumika pale, kuna experience za kiroho zinajijenga ndani yako ambazo zitakusababisha wewe kuwa bora hata kutumika pia, sio tu kwa kuwa anaombewa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wanabagua, neno limeisha hapa, hii hainihusu hii kuombewa. Mimi siumwi, sina shida. Nataka nikwambie hivi, hivyo vipindi vina nguvu sana. Kuna somo leo lina mita kubwa ya nguvu za Mungu. Kipindi hicho ndio niko kwenye YouTube, nilikuwa natumia kama booster. Nikienda huko kanisani huko kwenye madhehebu, naenda nanyanyua nguvu za Mungu. Mbona nanyanyua nguvu za Mungu? Sasa ile ilikuwa ninakutiisha. Utaitikia haleluya, unataka utaki. Bwana Yesu asifiwe. Ili mradi umejifungua wakati unasikiliza ile somo, utaitikia haleluya, unataka au utaki. Na unapoitikia haleluya, nguvu za Mungu maana yake umezikaribisha zijenge makao ndani yako. Kwa hiyo nilikuwa nikishauri ninakuwa mdhaifu, ile somo wewe unanitiisha sana, ngoja nivisikilize tena, narudia. Na kweli nakuwa nimejifungua kweli, kirudia vile nijikuta naongezeka. Nilipoenda mara 2 kwenye ile dhehebu nikasema sasa amna, nimeshagundua tatizo, nikaacha. Lakini watu hawapendi leo kusikiliza mafundisho, wakiona maandiko serious wanasema hii ni ya muda mrefu sana. Nataka nikwambie, acha ushamba, kasikilize. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni ushamba, kasikilize. Neno la Mungu halina mwaka, halina miaka, na litaendelea kuwepo. Mafundisho ya Roho Mtakatifu huwa hayapotei. Leo tunasikiliza klipu za kina Moses Kulola, lakini mpaka tunafurahia kusikia. Kwa sababu gani? Kuna nguvu za Mungu ambazo ziko ndani ya yale mafundisho. Sikiliza mafundisho wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza mafundisho, acha kuchambua, umeshakuwa mwalimu. No, sikiliza mafundisho, upate hekima ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ajabu leo kila mtu anayeokoka wiki 2 naye amekuwa mwalimu. Mungu atumiki hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hatua ya kunywa maziwa, kuna hatua ya kunywa uji, kuna hatua ya kula vile viazi vilaini vile. Kuna hatua sasa unaanza kupiga wali. Kuna hatua kupiga bokoboko. Kuna hatua sasa anasema kula ugali hapo. Usipokula, Bwana Yesu asifiwe,
kula. Kuna hatua ya kulazimishwa kula ugali. Unapenda upendi, utakula ugali. Utauchenga uende ukacheze, ukirudi utakula ugali. Yaani ndio umepika ugali. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya kiroho yako hivyo pia. Hauwezi ukazaliwa ukaanza kula ugali. Utanyonya, utakunywa uji, utakula bokoboko, utaanza kula ugali unawekewa kwenye kisahani na megeo unawekewa vile kwenye kisahani. Itafikia hatua utaambiwa mega mwenyewe ungua, ujue kupuliza. Bwana Yesu asifiwe. Na maisha ya kiroho yako hivyo. Ili uongezeke kiroho lazima ukubali hatua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini leo nani wakubali kusubiria hatua? Taniambia nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni udhaifu mkubwa sana. Na mimi nawaambia kiukweli na siwezi kuficha, watu wa aina hiyo hawawezi kufika mbali kihuduma, au tu kwenye mwendelezo wa kukaa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukubali kunyenyekea mbele za Bwana. Bwana akupe elimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tunaongezeka kiroho kwa vitu vingi, sio neno peke yake, sio maombi peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata kujumuika watakatifu hivi, kuna nguvu inaongezeka. Tukimuita Bwana tukiwa wengi, nguvu zinakuwa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi tukajitenga. Haleluya. Hatuwezi tukabagua njia za kumtafuta Bwana. Lazima tukubaliane nazo zote. Haleluya. Mimi bado nasikilizaga mafundisho ya watumishi wengine pia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa hata kuna nyakati ambapo nitasikiliza nikiona amefundisha, lakini elimu ambayo nimeipata kwenye kile alichokifundisha naona ile elimu ni kubwa kuliko ambavyo amefundisha. Lakini sitakosa mawili matatu ambayo atakayonijenga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tambua nguvu za Mungu ndani yako. Zinapungua, zinaongezeka. Kama zinapungua, umechukua hatua gani? Maandiko yanasema kwamba kumbuka ajabu zake. Bwana Yesu asifiwe. Alafu maandiko yanasema kwamba vaeni silaha zote za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tupende kuongezeka, tupende kutunza nguvu za Mungu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Usipende kuona huko kwenye hali mbaya na unazoelea hiyo hali mbaya. Haleluya. Kuna wakati mwingine kabisa mtafute mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu ni dhaifu sana, nashindwa kuomba, nashindwa kusoma neno. Niombee. Haleluya. Nadhani tuweke kipindi ambacho tutakuwa kipindi cha kuchocheana kiroho na kueleweshana utendakazi wa kalama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua kuna utendakazi wa kalama. Unaweza kuwa na kalama lakini una maarifa ya kuitumia. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kitu kipindiki. Ndio watu sasa wanaanza kusema kwani mtu anafundisha kalama na Mungu anafundisha na nani? Ndugu yangu, lazima ufundishe. Una kalama kweli na Mungu ndio amekupa kweli, lakini kuna watu ambao wamefundishwa sasa kuitumikisha hiyo kalama. Sikufundishe kwamba utakuwa unasema maneno hivi kutabiri. Nitakwambia tu ili upate ujumbe sawa sawa kwa Bwana, ni lazima ufanye hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Manabii kila siku wanapokea ujumbe. Una karama ya nabii sawa, lakini unashindwa kutuletea ujumbe. Na nabii anapokea ujumbe. Hata kama basi anapokea ujumbe kidogo kidogo, lakini haimaanishi uende mwaka hujatabiri. Ni nabii bado. Jumbe lazima ataletea jumbe. Yeye mwenyewe anasema kila mti usiozaa utakatwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuzae matunda kupitia Roho Mtakatifu. Tukipungua tumtafute Bwana, tukiongezeka tumaintain kuzilinda zile nguvu za Bwana ndani yetu.
Kwa nini watu tunaonewa, tunapigwa na magonjwa, tunashindwa kutatua vitu vya kiroho? Bwana Yesu asifiwe. Ni hatari sana. Jichunguze, nimeongezeka, nimepungua? Kama nimepungua nifanyeje? Nichukue hatua ya kuomba, nichukue hatua ya kufunga, nichukue hatua ya kusoma neno sana. Nimepunguza kwenye hivyo vitu, na mara nyingi watu wanapungua kwa sababu ya vitu fulani kuvipunguza pia, vitu vya kiroho. Hiyo na kumbukumbu ya Biblia. Hata kama ulikuwa na kumbukumbu nyingi sana ya maandiko, ukikaa mwaka, miezi, wiki, kumbukumbu zinaanza kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu ya maandiko inaanza kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake jichochee sasa, rudi tena kwenye neno, soma sana. Jinsi unavyorudia pia kumbukumbu inazidi kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa ndugu zangu, ninawasihi katika Kristo tuwe watu wa kujichunguza kama tumeongezeka kiroho au tumepungua. Bwana Yesu asifiwe. Amina, na Mungu awabariki.